Niwashukuru sana wenzetu wa Free Oxygen, taasisi ambayo imejikita katika kuokoa vifo vya watoto wachanga wanapozaliwa wakiwa na uzito mdogo na wanahitaji kupewa huduma ya kupumua vizuri. Usipokuwa na vifaa vya kuwasaidia, watoto hao wanapoteza maisha. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ya kuokoa vifo vya kina mama. Mheshimiwa Rais ameweza kupunguza vifo vya kina mama wakati wa uzazi kutoka namba ya vifo 556 kwa vizazi hai 100,000. Leo tumefika vifo 104 kwa vizazi hai 100,000. Ni kazi kubwa sana Mheshimiwa Rais amefanya. Lakini hatua ya pili, unapomsaidia mama kuokoa kifo pale ambapo amepatiwa uzazi wa dharura, swali kubwa ni yule mtoto aliyetolewa na yeye anaokolewaje ili aendelee kuishi. Kwa hiyo wenzetu hawa wa Free Oxygen wametusaidia kutuletea mitambo ya oxygen, kufunga kwenye vituo 4 kwenye halmashauri ya wilaya ya Songea, ikiwemo hapa kwenye hospitali yetu ya wilaya. Mashine hizo zitawasaidia hao watoto watakaozaliwa na uzito pungufu na wana matatizo ya kupumua kupatiwa oxygen na kuhakikisha tunawaokoa maisha yao. Tuwashukuru sana wenzetu wa Free Oxygen kwa kazi hiyo nzuri. Kwa hiyo mashine hizi, moja itafungwa hapa, nyingine zitafungwa kwenye vituo vyetu vingine vya afya. Lakini tunawashukuru sana Ifakara Health Institute, na wao wametusaidia. Unaweza kuwa na mashine hizo na mitambo ya oxygen, lakini kunahitajika mashine maalum ya kumuingizia puani mtoto ili sasa aweze kupata ile oxygen. Tuna mashine maarufu kwa jina la CPAP, ndio mashine maalum kwa ajili ya kumsaidia mtoto kupumua. Tunawashukuru Ifakara Institute wametuletea CPAP 6. Sasa hizo CPAP 6 itatakiwa ziendane na vile vituo vya afya vinavyoenda kufungwa hiyo mitambo ya kuzalisha hewa ya oxygen ambayo tumepata kutoka kwa wenzetu wa Free Oxygen. Lakini CPAP moja tutaipeleka kwenye hospitali yetu ya rufaa ya Peramiho, na CPAP nyingine tutaongeza kwenye hospitali yetu ya mkoa wa Ruvuma. Lakini vile Ifakara Health Institute wametuletea oxygen concentrator machine 2. Hizi zitabaki kwenye hospitali yetu ya wilaya hapa ili ziwasaidie wataalamu. Lakini wametuletea phototherapy machine 2, nazo zitabakia hapa kwenye hospitali yetu ya wilaya. Tunawashukuru sana Amref wao wametuletea delivery bed, na mganga mkuu wa wilaya nitaomba tutakapozipokea tutabaki nazo hapa, lakini tutaangalia kwenye uhitaji kwenye vituo vyetu vya afya na zahanati zetu, hizo delivery bed tupeleke wapi, tuwape akina mama vitanda vizuri wakati wa kujifungua ili wasipate matatizo. Lakini tunawashukuru Amref wametupa penguin suctions ambazo ziko 7. Sasa hizi penguin suctions, mganga mkuu wa mkoa nitaomba moja upeleke Mbinga, hospitali ya wilaya ya Mbinga, nitaomba moja upeleke hospitali ya wilaya ya Tunduru, nitaomba moja upeleke hospitali ya wilaya ya Namtumbo, nitaomba moja upeleke kwenye hospitali ya wilaya ya Nyasa. Zile nyingine zote zinazobaki zitabaki kwenye hospitali ya wilaya ya Songea hapa ili tuweze kutusaidia. Lakini tunawashukuru pia MSD wametuchangia mashuka na vifaa tiba vingine ili vianze kusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, tutakabidhi mashuka 100 yaende kwenye zahanati zetu mpya ambazo zinatarajia kufunguliwa. Naitwa Brian Kilenzi, natoka Doris Moyo Foundation. Kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo Ifakara Health Institute, tumeweza kuchangia vifaa tiba ambavyo vinagharimu kiasi cha shilingi milioni 30, na vifaa tiba hivyo vimekuwepo CPAP machine ambazo zinasaidia watoto walioko odini, hasa
ni ICU ya watoto, lakini pia tumeweza kuchangia phototherapy machine ambazo zinasaidia kutibu manjano kwa watoto, lakini pia tumeweza kuchangia penguin ambazo zinasaidia pia watoto wachanga, na tumeweza kuchangia pia delivery beds ambao ni vitanda vya kujifungulia kwa mama wajawazito. Kwa hiyo hivi ni moja ya vifaa ambao tumeweza kuvichangia hapa katika hospitali ya Songea DC. Na nawaalika wadau wote kwa pamoja katika kuwekeza katika kusaidia afya ya mama na mtoto. Kwa takriban kipindi cha muda mrefu tumekuwa tukipata changamoto, tumekuwa tukitembea hospitali zetu za wilaya, vituo vya afya na zahanati zetu. Mara nyingi umekuwa na ukosefu wa vifaa tiba, mara nyingi upungufu wa vifaa tiba hasa katika wodi ya watoto njiti na wanaoumwa au wenye uzito mdogo. Kwa hiyo tunaita wadau mbalimbali waweze kuguswa na kuendelea kuangalia hawa watoto viumbe wadogo ili waweze kuwachangia, waweze kupata mahitaji maalum yao na waweze kupona kwa na afya nzuri. Kwa majina naitwa Crispin Geare, ni daktari, niko na mradi wa Free O2 Foundation. Free O2 Foundation ni shirika ambalo sio la kiserikali, linatokea Australia, linafanya kazi bega kwa bega na Wizara ya Afya kushirikiana na TAMISEMI kutoa huduma katika upande wa oxygen, yani hewa tiba, kuwasaidia wale watoto wanaozaliwa na kushindwa kupumua vizuri. Changamoto ya upumuaji au kushindwa kupumua kwa watoto wanaozaliwa baada tu ya kuzaliwa ni kubwa sana, lakini pia imekuwa imeathiri eneo kubwa sana la pembezoni mwa maeneo ya mikoa yetu, kwa sababu pia ufikikaji wa huduma unakuwa ni changamoto. Lakini kupitia mradi huu umelenga sana kufunga mfumo wa oxygen katika vituo ambavyo viko pembezoni ili kupunguza ile azma ya kuwasafirisha wale watoto kuwakimbiza katika vituo vya jirani ili kupata hewa ya upumuaji.